السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tunawakumbusha tena kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ikiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa mwezi huu wa Ramadhani, tujitahidi sana katika swala zima la ibada na hasa kujipinda katika ibada za usiku. Leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala nawaletea dua hii. Utakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa shida, na leo hii inshallah tutakwenda kumwambia Mwenyezi Mungu kwa shida ya pesa. Tumwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, hali imekuwa mbaya. Mwambie katika kisomo hiki. Kwa utachofanya wewe utaamka kwenye saa 8 ya usiku ama saa 9 usiku. Na haya ndio mambo ya msingi ya kusikiliza na kuyazingatia, ule muda wa kuamka na muda wa kufanya kitu hiki. Wewe mtazamaji wangu ambao unatazama channel yetu hii mara kwa mara, na wengi mnaomba hizi darasa tuziandike hapo chini, wengine wanaomba, muda mwingine wanasahau, muda mwingine naziandika. Hii kwa umuhimu wake nitaiandika hapo chini ili uweze kuchukua huu mpangilio na uweze kufanya. Utakwenda kumuomba Mwenyezi Mungu hurwa, an-nuqud, pesa shekhi. Hali zimekuwa mbaya sana, hali zimekuwa dhaifu hali. Mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hali zangu, kwa mambo yangu, wewe Mwenyezi Mungu unanifahamu kuliko mimi mwenyewe ninavyojielewa. Amka saa 8 ya usiku nikuelekeze hii swala jinsi ya kuiswali. Alafu mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala swala zima la pesa. Mungu anasema ud'uni astajibu lakum, kwamba niombeni nitakujibuni. Ukiona unaomba dua sana alafu Mwenyezi Mungu hakujibu, ichunguze kwa makini sana, uende mwenyewe ukawa na mushkeli. Lakini kama utakuwa una ikhlasi katika dua zako, utakuwa unahudhurisha moyo wako, utakuwa na yakini, Mungu atakujibu shekhe. Alafu tutumie fursa hii sasa ya mwezi huu tuliokuwa nao wa Ramadhani. Ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu anakuwa karibu zaidi kujibu dua kuliko pengine hata miezi mingine yote ile. Kwa sababu miezi hii hata mashaitani Mwenyezi Mungu anayafungia. Mwezi huu amesema hata milango ile ya pepo inakuwa iko wazi katika mwezi huu. Mwezi huu hata ile milango ya moto Mwenyezi Mungu anakuwa anaifunga. Kwa hiyo ni mwezi wa karibu, kheri zipo karibu sana. Ibada ya sunna ukifanya Ramadhani basi inahesabika kama umefanya faradhi katika Ramadhani. Kwa hiyo tuitumie Ramadhani hii kumwambia Mwenyezi Mungu haja zetu, shida zetu. Mungu atufanye sahali katika yale ambayo kwamba tunakwenda kumuomba. Dua hii hapa hii, kuna ndugu yetu mmoja wallahi alhamdulillah alikuwa mtumishi, alikuwa anafanya kazi sehemu fulani, na si vizuri kuzitaja hizo sehemu anafanya kazi. Allah alimfungulia sana miriji ya riziki, alikuwa anapata riziki kwa wingi sana bwana. Lakini ghafla bwana ikatokea mtihani kazini, akasimamisha kazi. Amekaa nyumbani muda mrefu, takriban mfika mpaka miezi 8. Baada ya kuona video zangu hapa, siku moja akanipigia simu. Baada ya kunipigia simu akanieleza ilivyokuwa na nini. Basi tukapangana yule bwana tufanziane dua. Lakini kipindi hicho alikuwa haipo hapa Tanzania, alikuwa yuko zake South Africa. Kaambia basi haina shida shekhi, hata ukiwa mbali hizi kazi itafanyika wala haina mushkili wote. Na ni kweli kwa tunafanya kwenye saa 7:30 saa 8 tunapigiana simu dau na tunaambiana bwana tusilale kwa sababu tumeamua tufanye kazi, basi tufanye kazi. Ikawa tunaipiga sana hii, nakwenda sana, napiga sana. Pamoja nilikuwa nikimuongezea na kumsomea surati Yasin na surati Al-Waqiah. Wallahi ndugu zangu Waislamu, huwezi amini, Mwenyezi Mungu kama utamuomba na ukalia naye kwa dhati, Mungu anakupa. Basi yule bwana jambo lake likafunguka na akarejea tena kazini kama kawaida. Na hali sasa hivi inakwenda vizuri kabisa. Na kuna nadhiri yule bwana aliweka kabisa kama nikifanikiwa katika ile kuna jambo atalifanya. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Ametujengea msikitini kule kijiji nilizaliwa mimi kule. Nilimwambia kuna dhiki sana ya msikiti ule pole sio mzuri. Na yule bwana walilahi alhamdulillah amejenga mpaka msikiti umeisha kabisa, si maskhara. Kwa dua tu hizi ambazo leo unaweza kudharau kuziona kama hazina maana, lakini kuna watu wanafanya makubwa sana katika hizi. Sasa tuende nikuelekeze utaratibu wa kufanya. Jambo la kwanza, utaamka saa 8 ya usiku au saa 9 ya usiku. Saa 8 au saa 9 ya usiku. Hapa nisikize kwa makini sana. Ukishaamka muda huo unachukua udhu wako.
baada ya kuchukua udhu utaelekea kibla kwa ajili ya salatul haja. Hii swala utaiswali raka 2. Raka ya kwanza utasoma alhamdu bimaana suratul Fatiha na suratul Kafirun, bimaana ni qul ya ayyuhal kafirun. Raka ya pili utasoma alhamdu bimaana suratul Fatiha na utasoma qul huwallahu ahad. Ukimaliza sasa pale chini kwenye tahiyatu yako shetu assalamu alaykum wa rahmatullahi kulia, rahmatullahi kushoto, sasa pale ndiyo utakwenda kuomba dua hii. Nisikize kwa makini nikutajie sasa uweze kuielewa na uweze kuinasa. Na niwakumbushe wale ndugu zetu ambao wanaitoa sadaka zao kwa ajili ya watoto yatima, futari, daku na kadhalika, na kuna wengine walilahi alhamdu wamechangia mikaa. Tumeandaa dua yenu maalum, itakuwa mwezi 26 ule msiku ya mkesha wa Lailatul Qadri, tunakwenda kuifanya dua hii kwa ajili yenu. Ndio maana nikasema vile vile mnaweza mkanitumia hata message kuniongezea kama kuna baadhi ya mambo mnataka tuingize katika dua zenu, basi mtanambia, kwa sababu bahati nzuri namba zenu ninazo na majina yenu wote nayo. Kwa hiyo kama kuna ziada utanambia Sheikh, katika ile dua hebu mimi niongezee na kitu fulani, utanitumia katika ile message yako, itakuwa ni vizuri sana katika jambo hilo. Sasa ukimaliza kuswali, toa salamu kulia na salamu kushoto pale pale ulipokaa pale. Na hapa nikupe nambari yangu ya simu, kama utakuwa umesahau nitumie message, nitakuelekeza usije ukaharibu. Nambari ya simu ni 0793 052 052 0793 052 052. Utasema Allahu latifu biibadi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul aziz. Allahu latifu biibadi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-azizu wa huwa al-qawiyyul aziz. Hii utaisoma mara 11. Alafu utasoma dua hii, Allahumma in kana rizqa fi samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'sira fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalila faakthirhu. Hii dua utaifanya mara 11. Narudia tena kwa mara 2. Utasoma dua hii. Baada ya kusoma hii utasoma Allahu latifu biibadi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyul aziz. Utaisoma mara ngapi? 11. Ukimaliza hapo utasoma dua hii, Allahumma in kana rizqa fi samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'sira fayassirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalila faakthirhu. Dua hii utaisoma mara 11 katika dua yako. Wallahi lazim, baada dua hii na ikiwezekana baada kumaliza swala yako ile salatul haja, ushifanya istighfari zako pale pale ulipokaa. Kabla hujaomba dua hii, hebu kwanza leta istighfari walau mara 10. Astaghfirullah, astaghfirullah. Baada ya hapo ndio nenda kaombe kwa dua hii. Mwambie Mwenyezi Mungu, mimi shida yangu ni pesa, hali yangu ya uchumi imekuwa mbaya, mambo yangu yamekuwa mazito. Mwambie Mwenyezi Mungu, usiogope, yeye ndio Allahur Razzaq. Mwenyezi Mungu ndio mtoaji wa riziki. Mwenyezi Mungu anakupa kile ambacho wewe unakwenda kumuomba. Mwambie Mwenyezi Mungu, wala usihofu na wala usiwe na wasiwasi katika maombi yako. Cha msingi tu takasa dua yako. Ud'u Allaha mukhlisina lahu din. Muombeni Mwenyezi Mungu hali ya kuwa mmemtakasia yeye dini yake. Kwa hiyo tuombe kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa tumetakasa nia zetu, tumetakasa ibada zetu kwa ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika dua hii. Kwa hiyo inshallah, baada ya kusema haya, niwaombe wale ambao wanaangalia darasa zetu lakini bado hawajasubscribe, basi niwaombe wasubscribe ili waendelee kupata faida na uhondo kama huu. Na wale ambao wanapita katika darasa zetu, basi niombe angalau wa like darasa zetu ili tuone wangapi ambao kwamba wanapenda kuangalia na kusikiliza darasa zetu hizi. Wote tunafurahi sana katika hilo. La una maoni yako, basi unaweza ukaacha comment yako hapo chini. Maoni yako hayo yatafanywa kazi biidhnillahi ta'ala kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo inshallah kwa leo tuishi hapa, tukutane katika darasa zingine zijazo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tunamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani huu, masiku yanapoenda hayo, tujitahidi sana katika swala zima la kufanya istighfari sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tukutane katika kipindi kijacho. Paka hapa tuishi hapa. Wa ilahuna yakfi. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.